Bwana, acha ushamba. Hebu pita naye. Jamani. Hebu achana hizo story bwana. Hazina maana yote. Stoni. Hebu ipige paka ichanganyikiwe wewe. Unafeli wapi? Mtoto wenyewe wa boss. Kwanza wana mali. Hata ukimwomba kitu fulani anakupa. Ndio wewe ni mshamba kumbe. Yaani nilikuwa nakuona mtu wa maana. Kwanza ukitoka tu nanilia ndani. Na kuona ni mtu fulani hivi. Kumbe ni mwoga. Aisee, sala. Leo umenishangaza kweli. Sei. Asa mimi tapata faida gani kwa yule mtoto yule? Utakuja unikumbuke baadaye maneno yangu ninayokuambia. Unapoteza bahati pale wewe. Na wewe umeona nini kati yangu mimi na yeye kwamba nikipiga pale kwamba nitapata faida gani? Yaani umeona nini kati ya mimi na yeye? Cha kwanza anakupenda. Sala bwana. Haya bwana, hebu achana hizo story. Yote mambo mengine yote heri tumwachie Mungu. Alafu nirudi wa nyumbani. Maana kule mimi nahisi yule mzee na ile familia unavyofahamu watakuwa wanatafuta mpaka saa hizi. Ukiangalia sote hapa tupo. Wewe haupo, mimi sipo. Yapika sijamsimamia yule mtu wa kike. Ni kweli bwana unachokizungumza. Hebu ngoja mimi naye basi. Bora iwe hivyo. Sawa. Basi poa. Dada, niambie. Samahani, tunakuomba hapo nisaidie. Hapo nisaidie kama 200,000. Nina shida nayo. 200,000? Si umwambie baba. Wewe mwenyewe unajua baba mwenyewe hapa. Kuja kwake ilikuwa nadra sana. Sasa muda kukaa naye nikamwambia hilo jambo. Naona kama vile tamsumbua. Mpigie simu, ukimpigia simu atakuelekeza uchukue sehemu gani au atakutumia. Naona kama msumbua, ndio maana nimekwambia wewe. Okay. Nakuwekea kwenye simu. Sawa, asante. Umependeza sana. Wow. Asante bwana, nashukuru. Yaani umependeza. Eti kuliko siku zote. Wow, kwa nimetoka chicha. Umependeza sana. Bana, mimi nashukuru sana kwa kujali. Maana kama si wewe, sidhani kama ningevaa hata hivi. Nashukuru sana. Usijali bwana. Unajua wakati nachukua hizo nguo pale dukani. Nilikuwa nakadiria tu. I see. Nilikuwa nakadiria, sikujua kama zitakuja kupendeza hivi. Kumbe una kipaji kikubwa. Ana kipaji wala nini bwana. Una kipaji kikubwa sana cha kukadiria. Asante. Nashukuru sana hata mimi pia. Nashukuru sana kwa kujali bwana. Mungu atakuzidishia pale ulipotoa. Sawa. Asante. Kuna kitu nataka kukwambia kama utojali. Okay. Wewe niambie, kwa free tu. Sijai. Stone. Unajua mimi nafanya yote haya. Yaani Stone. Mimi nataka kupenda sana. Na nahitaji kuwa nawe. Nakuomba. Stone. Binti mwenye mbona mzuri, hebu pita naye. Isitoshe, yule ni mtoto wa bosi. Ana vitu vingi, mali. Wewe unashindwa vipi wewe? Nakuomba Stone. Na pale utakaponipa jibu la hapana, nitaumia sana. Kuomba nielewe. Stone. Hebu ipige paka ichanganyikiwe wewe. Unafeli wapi? Mtoto wenyewe wa boss. Kwanza wana mali. Hata ukimwomba kitu fulani anakupa. Yaani wewe ni mshamba kumbe. Dola. Mimi nahisi kama unahisi nini Stone?
haitakuwa sahihi kwetu kabisa. Yes. Yaani nikuona kuona mtu wa maana, kwa sababu ukitoka tu unanilia ndani na kuona ni mtu fulani hivi, kumbe ni uoga. Sala leo kunishangaza wewe. Unajua kabisa ni mazingira ambayo tupo na mzazi wako, sidhani kama atafurahia kitendo kama hichi. Dola. Stoni. Hebu ipige mpaka ichanganyikiwe wewe. Unafeli wapi? Mtoto wenyewe wa bosi. Kwanza wana mali. Hata ukiomba kitu fulani anakupa. Yaani wewe ni mshamba kumbe. Unafahamu kabisa kwamba haitakuwa poa, haitakuwa sahihi kabisa. Dola, no. Hapana, acha. Hapa ni nyumbani. Alafu sio muda mrefu hapo anaweza kutufumania. Na Sala ameenda sokoni, sio muda mrefu anaweza kaa yuko njiani akatukuta hapa kwa. Sasa nitafikiria juu hili. Kila nakuomba usijali. Mimi niko poa. Ndio. Sasa ile 700,000 mimi nitaisha kuingizia hapo. Asante. Yeah, sasa baby, nimekumisi, naomba kuonana na wewe. Muda wote natakiwa muda saa 10 hivi jioni. Okay, poa. Ukimaliza basi niambie. Ila usichelewe sana, si unaelewa mazingira. Poa, bye. I love you. Dola. Abe baba. Ni tabia gani hiyo uliyoianza? Unafikiri huyo mlinzi ni chaguo sahihi la maisha yako? Kwa nini unakuwa mjinga kiasi hicho mwanangu? Madola. Mpaka mdogo wako anafikia hatua anaingia kwenye mahusiano na mlinzi. Wewe ulikuwa wapi? Niko nyumbani kama unavyojua mzee wangu. Dola, kukupenda sana usifikiri ni sababu ya kukuacha uharibike. Unadhani huyo mlinzi ndio chaguo lako sahihi? Wewe ni binti ambaye nina malengo makubwa sana kwenye maisha yako ya kesho. Sasa basi, kuanzia leo hii, nikija kusikia kwa namna yoyote ile, zako ama zangu, hapa nyumbani utakuona hapa chungu. Nisije kusikia tena. Na wewe nakukabidhi hiyo kazi. Fuatilia jicho kwa jicho. Anapokanyaga mguu mdogo wako, weka wa kwako. Tafanya. Umeisha.
Dola mpenzi wangu, nimekuita hapa kwa jambo hili moja. Kuna kitu nimekaa nikafikiria na nikawaza kwamba tukisema hili jambo tuliache hivi hivi au tubweteke, kuna madhara yatatokea makubwa sana mbeleni. Stone, madhara gani tena? Unajua kwa babako nakupenda sana. Na mara kadhaa amenionya. Ila kuna kitu hata mimi nataka nijue. Vipi, unanipenda kwa dhati? Ndio, nakupenda. Okay, nashukuru. Nashukuru kama unanipenda sana kwa dhati. Ila Dola mpenzi wangu, naomba sana, kama unanipenda kwa dhati na unanipenda roho yangu kabisa na nafsi yangu isiendelee kuteseka, naomba tutoroke mimi na wewe. Jamani Stone, sasa tunatoroka tunaenda wapi? Mimi naamini sehemu unayotaka kukupeleka mimi itakuwa sehemu salama kabisa, na hakuna lolote lile ambalo litatufanya sisi tuishi vibaya au sijui tokee nini, hamna. Ila naamini sehemu hiyo ni sehemu salama kabisa kwetu na wewe. Naomba uniamini. Yeah. Okay. Uko tayari? Fanya hivyo basi, jiandae twende. Baadaye kama dakika 15 nitakupigia simu. Kutembea jamani. Nimechoka. Nafahamu mamangu kwa umeshachoka, lakini tushafika, guest ni hapo, tunafika kwenye ile taa, tunapita pale. Stone jamani. Yaani wewe jamani, tumetoka stendi kule. Unaniambia tu ni hapo mpaka tunakuja kufika hapa, hata hatufiki jamani. Mimi mwenyewe nishachoka bana. Kwanza chesha nyuma. Dola kipenzi changu, naomba niamini basi. Mimi najua umechoka sana, ila tushafika, ni hapo tu, tunapita kwenye ile taa, tunaenda pale guest, tunaweka mabegi yetu pale, tunatoka kwanza ukapate chakula, upate nguvu, ndio mambo mengine yaendelee. Afu tunafanya nini? Sawa mami? Sawa, lakini sio ndo tufike tena kule uanze kuniambia tena. Hapana, hadi yangu wewe niamini tu. Sawa mami? Hata. Si tutembea au nikubebe? Nikushike? Dola kipenzi changu, nikwambie kitu. Mimi naamini hapa tumefika huku, mimi naamini tutaishi kwa amani kabisa. Yeah. Kwa mimi nashukuru Mungu tumefika huku, mimi naamini kabisa kutakuwa ni sehemu salama.